uchumi wa dunia wakati ukiwa takriban trilioni 100, ukiwa takriban trilioni 110 mwaka jana, deni la dunia yote lilikuwa zaidi ya dola trilioni 10. Uchumi wa Afrika, uwiano wa deni kwa uchumi umefikia takriban 67%. Of course, kwa Tanzania uwiano wa deni kwa uchumi uko takriban 47%. Ni mjadala kwamba deni linaongezeka na deni linakuwa. Ni kweli kwamba deni linakuwa, lakini hii trendi kwa sehemu kubwa ni trendi ya dunia, deni kuongezeka. Na sababu kubwa ya dunia kote, ukiacha mazingira ambayo yajitokeza hapo katikati, COVID effect yake ambayo iliathiri kwa sehemu kubwa global supply chain na kutengeneza uhitaji wa kukopa zaidi kwa ajili ya kurest chumi mbalimbali, bado ni mwenendo ule ule wa kwamba mahitaji yanazidi kuongezeka kuliko uwezo wa kodi na mikopo kumudu. Kwa sababu ya ongezeko la mahitaji ukilinganisha na uwezo wa kodi na mikopo kumudu mahitaji hayo, kwa hiyo upande mmoja mikopo imekuwa ikiongezeka kwa kasi zaidi, lakini upande wa pili umejenga mahitaji zaidi ya kuhitaji PPP, public private partnership, kwa ajili ya kupunguza pressure kwenye balance sheet ya serikali zote, lakini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba serikali zina respond mahitaji ya raia wake. Deni la serikali kwa mfano, kwa kigezo kimoja, viko vigezo vingi ambavyo tunavitumia kupima. Kwa kigezo kimoja, uwiano wa uchumi, uwiano wa deni kwenye uchumi takriban 47%. Ni uwiano ambao ni mkubwa na hakuna mjadala kuhusu hilo. Lakini kama nilivyosema, kwa sehemu kubwa ndio mwenendo wa uchumi, ukiachilia mbali sababu za ndani kwa maana ya utekelezaji wa miradi tofauti mikubwa ambayo pengine kwa muda mrefu hatukupata kuitekeleza kwa mkupuo kama ambavyo tumekuwa tukifanya, na kwa sababu hiyo inatekeleza pressure kwenye namna gani ya kuitekeleza miradi hiyo. Wastani wa deni la serikali zote duniani kwenye uchumi ni zaidi ya 90%. Wastani wa deni la serikali zote za Afrika kwenye uchumi ni zaidi ya 67%. Wastani wa deni la serikali kwenye uchumi wetu ni takriban 47%. Ukienda Burundi, ukienda Kenya, wao wana wastani wa 70%. Rwanda ni takriban 71%. Ukienda Malawi kule takriban 84%. Ukienda Ghana huko ni takriban 90%. Katika muktadha huo ndio msingi wa kusema kwamba pamoja na kwamba tuna deni kubwa limekuwa likiongezeka, lakini bado uchumi huu ni himilivu in comparison. Ni himilivu kilinganisha na mwenendo wa uchumi wa nchi nyingi kusini mwa Afrika na hata mashariki mwa Afrika. Duniani kuna taasisi ambazo zinaitwa Global Credit Rating Agencies, kubwa kabisa 3 ambazo zinamiliki 95% ya kazi hiyo duniani: Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Katika historia yetu kwa mara ya kwanza tumefanywa credit rating solicited wakati wa miaka, na impact, matokeo yake tulipata rating ya juu kuliko nchi zote kusini mwa Afrika na nyingi kuliko nchi zote mashariki ya Afrika na nyingi kusini mwa Afrika. Na hii imekuwa ikivuta urahisi wa kupata mikopo nafuu baada ya kufanya hizo credit rating. Kwa hiyo tunapozungumza sasa ujenzi wa huu uchumi kwenda mwaka 2050 kwamba tujenge uchumi utakaofika takriban dola trilioni 1, tunapozungumzia kuingia klabu ya $1 trillion GDP, lazima tutazame kwamba tunataka kufanana na nani katika hiyo robo karne ijayo.
Kwa mazingira ya sasa ni nchi 19 tu ambazo zimefikia EMA sawasawa na dola trilioni 1 au zaidi. Ni nchi 19 tu. Uchumi wa Afrika ya Kusini unakaribia dola bilioni 400. Ukizungumza kufika 1 trillion dola GDP, maana yake unakwenda mara 2.5 ya Afrika Kusini. Inaweza ikaonekana kama ni over ambitious, lakini inawezekana, isipokuwa inahitaji mabadiliko makubwa ya jinsi tunavyofanya mambo.